Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mshale. Jicho kucheza au kutikisika ni ishara ya jambo kuliona. Kuna uvumi wa jambo utakaosikia. Kumhofia mtu. Utatarajia kitu ambacho hakitakuwa. Kuona kitu utakachokiogofya. Kurudia kutazama kitu kila wakati. Mtu ataingilia kati uhusiano wako. Jambo litakalokuwa linakujia moyoni mwako au kwenye fikra zako kila wakati linahitaji usawa. Utajua kitu chenye kukuhusu. Kumfikiria mtu kwa namna mbaya. Kuna neno litakalokuwa linazungumziwa sana kuhusu wewe na ni lenye ukweli. Mtu atakupa taarifa ya kukoswa na ajali. Kufuta namba ya mtu. Kufunzwa na kukumbushwa kitu. Nyota ya punda. Uvumilivu wa jambo fulani utakushinda. Kuongea maneno makali kwa mtu. Kurudisha maelewano na mtu na kupoteza maelewano na mtu mwingine. Utamjua anayekuchunguza. Kupaliwa na kitu. Kufanya kazi kwa mawazo. Utamlazimisha mtu afuate unachotaka au kukisema. Utasikitika kwa kupoteza kitu au mtu uliyemzoea. Utabiri wenye heri kwako utatimia. Utaaminiwa na mtu ambaye haukumtarajia. Utafanya kitu kwa ajili yako. Kujipa msaada wewe mwenyewe kwa mambo yako. Moyo wako kukuuma au kuhisi maumivu kifuani mwako. Nyota ya simba. Kukisia kitu. Kufuatilia jambo. Kupata maono ya kitu. Kuchukia kuchunguzwa. Utampa mtu vitisho au kufanya kuhofie. Utaepushwa na jambo lenye hasara. Kupungua kwa maelewano na mtu. Kudhibiti jambo kwa ukubwa. Kulala lakini utajihisi kama ulikuwa macho. Utashindwa kumwamini mtu fulani. Utazidisha ibada au dua ili kukivutia unachokihitaji. Nyota ya samaki. Mtu kukuotea ndoto mbaya. Kuhisi hali ya kupotezewa. Kuachana na mtu au kujitenga naye. Kutofanya uamuzi sahihi. Kupata wasiwasi wa jambo. Kujua tabia ya mtu au mambo anayoyafanya. Nyota ya kaa. Kuongea na mtu kwa kujilazimisha. Mtu anafanya hila za kutaka kugombana na wewe. Kuna wakati utajihisi kisunzi cha ghafla. Kushtushwa na kitu na baadaye kuwa sawa. Kuongea na mtu kwa upendo. Kupokea taarifa njema itakayokupa furaha. Utapatiwa nafasi au kipaumbele kwa jambo. Mtu ataonesha hali ya kuwa upande wako. Kuhisi kuonewa wivu. Kufanya malipo ya kitu. Kupatiwa ahadi. Nyota ya nge. Kupata vipele au vidonda sehemu. Kauli ya mtu itakukosesha amani. Kujihisi mikosi mingi kukuandama. Hasa mipango yako ikitaka kuwa sawa. Mabadiliko huja ghafla ya kuharibu. Wachache wenu huwa mnafanikiwa japokuwa ni kwa ugumu. Utajizuia kumtolea mtu maneno makali ikiwa amekukwaza. Utatamani kupata nafasi ya kuongea na mtu fulani. Kupata ishara ya jambo zuri. Utamchukia mtu mrongo na mbishi. Utakuwa na wasiwasi na mtu. Utaombwa msaada na mtu. Nyota ya mashuke. Kuachana na mtu. Kukosea kutuma ujumbe kwa mtu. Kufuatwa na paka kwenye miguu yako. Huku akiwa mwenye kunung'unika au kuongea. Unajulishwa utakuwa msaada kwa watu, pia utapata heshima. Kumpiga mtu picha bila kujijua. Utamchunguza mtu na hatojua kama unamchunguza. Utamwelezea mtu madhaifu yake yanayofanya kosane na watu. Kupata uwazi wa jambo ulilokuwa na shaka nalo. Utahitajika kufanya msaada au jambo katika jamii fulani. Utapokea baraka kwa jambo ulilolifanya. Nguvu yako itatenda kwa ulichokiongea. Utapatiwa kitu usichokitarajia. Nyota ya mbuzi. Kukosea kufanya malipo au kutuma pesa. Kushukuriwa. Utatoa funzo. Kupatiwa historia ya chimbuko lako. Kuupokea ukweli hata kama una maumivu. Hisia zako kutawala sana kwa mafikirio ya mtu. Kumsubirisha mtu kwa jambo. Kutolewa mfano mzuri na mtu. Utamfanyia wema mzazi wako.
Nyota ya ng'ombe. Kusisitiziwa kitu. Hisia zako zitakuwa zinakujulisha yaliyojificha. Kuambiwa mambo yanayomhusu mtu ambayo yatakushangaza. Utajikosoa mwenyewe. Kuzidisha umakini kwa jambo lenye umuhimu. Kuungua ulimi kutokana na kitu utakachokula au kunywa. Utayaridhia maelezo au majibu ya mtu. Nyota ya ndoo. Utaihofia hali ya mtu. Kukata tamaa kwa jambo fulani. Kuhisi mtu anatafuta namna ya kujitetea. Utajaribiwa lakini utashinda vizuizi na kero zozote. Kuna upya wa hali unaokuja kwako katika namna nzuri. Unayemhisi kwa ubaya atadhihirisha ubaya wake. Na mtu mwema utauona wema wake au upendo wake. Utashtukizwa kwa jambo. Nyota ya mapacha. Kupenda kumwambia mtu ukweli. Utahisi mtu anakukosea. Utapinga jambo. Kufanya mtu aweze kujiamini baada ya kumwambia kitu. Utakuwa mwenye harakati nyingi. Kusuluhisha jambo la mtu. Kukosana na mtu kwa sababu fulani. Nyota ya mizani. Utahitaji kumtafuta mtu uweze kuongea naye au kuelewana naye. Kuifikiria kazi ambayo unahitaji ikamilike. Kuamua kufanya kitu. Utaweza kumdhibiti mtu. Mtu wako wa karibu atapata kuumwa. Hofu yako inapotea na kurudi. Kuhisi jambo jingine tena. Kuilazimisha chuki kwa mtu. Yaani kuchukizana au wewe kumchukia mtu ikiwa hisia zako zinakupinga. Kumfuatilia mtu kisiri na kupata kujua kitu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.